asifiwe. Amekuwa mlinzi katika maisha yangu. Haleluya. Naye amekuwa akinichunga na kunihifadhi. Bwana Yesu asifiwe. Nami kuona mahali hapa siku ya leo, haleluya, ni kwa ajili ya mpango na mapenzi ya Mungu mwenyewe. Haleluya. Kwa hivyo kunao mpango mzuri unaoitwa mahali hapa siku ya leo. Haleluya. Nao kufundishwa siku ya leo jambo hili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mpendwa mpenzi wa Mungu, kuwa na amani mahali hapa. Haleluya. Na kuwa ukijua kwamba unalofundishwa siku ya leo, haleluya, ni la kwako wewe uliojiandaa katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inakupasa wewe unyenyekee na uchuchumie. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na kufuatilizia na kunyenyekea daima. Haleluya. Kwa kuwa mpango huu ni wa kwako. Haleluya. Wengi wametamani pengine siku hii ya leo, haleluya, wamelitamani neno hili liwafikie katika mioyo yao, haleluya, na katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni wewe uliochaguliwa siku ya leo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inakupasa ukapate kunyenyekea, haleluya, na ukapate kujifunia. Bwana Yesu asifiwe. Ili lile ambalo limeazimiwa kuingia katika moyo wako, Bwana Yesu asifiwe, likapate kuingia katika moyo wako. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo tumepata kufunzwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kunao jambo tumefundishwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hii na baada ya Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe, alipowachukua wale tenashara, Bwana Yesu asifiwe, na wakao akiwafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba siku ya leo tunaenda huko Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mambo haya hayana budi kutokea. Bwana asifiwe. Basi mwana wa Adamu, haleluya, atapata kuumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Naye atapata kuulizwa na watu. Bwana Yesu asifiwe, ambao ni wa kimataifa. Bwana Yesu asifiwe. Basi mambo haya Yesu Kristo alikuwa akiwaambia, haleluya, lakini watu hawa walikuwa hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Maana ilikuwa ni mambo ambayo yako karibu kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Nao yalikuwa yako karibu kutimia. Bwana asifiwe. Lakini kwa kuwa hawakuwa na ufahamu, haleluya, na Yesu akawa amenena katika hali ya mafungo. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo wakati Yesu, kumbe ni wakati wa Yesu Kristo, haleluya, ambapo anaeleza mambo haya, haleluya, akiwa kwamba yuko karibu na kuelekea. Bwana Yesu asifiwe. Nayo ni mambo yalikuwa yameandikwa na wanabii. Bwana Yesu asifiwe. Manabii wengi walikuwa wameandika mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakawa hawaelewi, haleluya, maana wamekwisha kufunzwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuna kitu wanaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni wewe siku ya leo, Bwana asifiwe, ambayo umenenewa na umepata kupewa hayo maneno. Bwana Yesu asifiwe. Basi wacha yakakae katika kilindi cha moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ili yale yote umepata kufundishwa, Bwana asifiwe, yasiwe kuwa ni mafungo katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Inakupasa uyafanyie kazi, haleluya, na wewe ukapate kuyatafakari. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa wakukesha wakati wowote, haleluya, maana maneno yanayonenwa siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe, ni maneno ambayo yanakupasa wewe ukapate kuyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Maana yamenenwa ni kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwa yamenenwa ni kwa ajili ya maisha yako. Haleluya. Inaweza kuwa yamenenwa kwa ajili ya familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa yamenenwa ni kwa ajili ya ukoo wako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kaa katika huo mpango, haleluya, na ukaa katika hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Ili likapate kukutetea. Bwana Yesu asifiwe. Na likapate kukuvukisha katika ile mambo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Yesu Kristo alipoona hayo. Bwana Yesu asifiwe. Naye wakati wakiwa wakishuka, Bwana Yesu asifiwe, ikawa kunaye mtu mmoja, Bwana asifiwe, ambaye alikuwa ni kipofu. Haleluya. Naye alikuwa ni kipofu wakati wote. Haleluya. Alikuwa akikaa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Naye wakati akikaa mahali pale, Bwana Yesu asifiwe, yeyote yule anayekuja mahali pale, Bwana asifiwe, naye alikuwa akitoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Yule kipofu akapate kupata riziki. Haleluya. Maana alikuwa ni mtu haoni. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu ambaye hajui. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu ajui atafanya nini. Haleluya. Lakini wewe ambaye ulikuwa uko nazo, Bwana Yesu asifiwe, alikuwa akiukiweka pale. Bwana Yesu asifiwe. Naye ikawa inamsaidia katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikuwa ni mtu wa muda mrefu. Haleluya. Katika upofu ule. Haleluya. Haijalishi siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe, ni mambo mangapi unayopitia. Haleluya. Ni mambo mangapi yameishi katika maisha yako. Haleluya. Ni mambo mangapi yameishi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa kunalo jambo, haleluya, limeishi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Limeishi katika ukoo wenu. Bwana Yesu asifiwe. Limeishi katika familia yenu. Haleluya. Lakini jambo hilo linashindwa kuondoka. Bwana Yesu asifiwe.
Leo siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe, unaambiwa kwamba Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe, ambaye ni Mnazareti, Bwana Yesu asifiwe, anapita katika maisha yako. Haleluya. Anapita katika njia zako. Bwana Yesu asifiwe. Basi wewe mpendwa, mpenzi wa Mungu, haleluya, wewe uliofundishwa siku ya leo, haleluya, kaa katika huo mpango, haleluya, kaa katika huo mwenendo. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu Kristo anayepita, Bwana Yesu asifiwe, anapita kwa ajili ya hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Anapita kwa hiyo shida, haleluya, anapita kwa hiyo dhiki, haleluya, anapita kwa hilo tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Maana yule kipofu aliishi pale, Bwana Yesu asifiwe, lakini aliposikia kwamba, Bwana Yesu asifiwe, kuna watu wanapita, haleluya, naye akapata kuuliza. Bwana Yesu asifiwe, ni nani hao wanafanya au, haleluya, ni kitu gani hicho kinatokea? Bwana Yesu asifiwe. Naye akaambiwa kwamba ni Yesu Mnazareti, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Mnazareti anapita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kuwa yeye alikuwa na jambo ambalo liko katika moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa akitamani. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile siku ya leo unavyoishi. Bwana Yesu asifiwe. Unalo jambo unatamani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unalo kitu unachotamani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Pengine ni masomo, haleluya, unayatamani apate kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Pengine ni nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Unatamani kae katika hali ya uzuri. Bwana Yesu asifiwe. Pengine ni familia. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji familia ile ikae katika hali nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Pengine ni maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unatamani akapate kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Pengine wengine ni karama, haleluya, na wengine ni vipawa. Bwana Yesu asifiwe. Wanavitamani vipawa vile. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuna kitu anapokea. Bwana Yesu asifiwe. Basi leo, siku ya leo, haleluya, umeambiwa kwamba Yesu anapita pale. Bwana Yesu asifiwe. Umeambiwa kwamba Yesu Kristo anapita. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe ukapate kukesha, haleluya, ni wewe ukapate kufuatilizia, haleluya, ukapate kujua kwamba, haleluya, Yesu Kristo anapita mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kaa katika mpango huo, haleluya, kaa katika huo mwenendo. Bwana Yesu asifiwe. Ili atakapopita Yesu Kristo, haleluya, na wewe ukapate kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukapate kukombolewa, haleluya, ukatolewa kwa hiyo shida, haleluya, ukatolewa kwa hiyo dhiki, haleluya, ukatolewa kwa hiyo matatizo, haleluya, ukatolewa kwa hiyo shida, haleluya, ambayo imeishi kukufinyilia. Bwana Yesu asifiwe. Imeishi kukugandamiza, haleluya, imeishi katika maisha yako, haleluya, imekaa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kaa katika huo mpango. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu Kristo amepita. Bwana Yesu asifiwe. Ndio siku ya leo unanenewa, haleluya. Unalo jambo unanenewa katika maisha yako, haleluya. Unalo kitu unanenewa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, mpenzi wa Mungu, haleluya, kaa katika huo mwenendo. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi yule kipofu alivyokaa. Bwana Yesu asifiwe. Naye akatamani katika moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Maana aliulizwa na Yesu Kristo. Haleluya. Je, baada ya kupaza sauti yake, Bwana Yesu asifiwe, akaulizwa kwamba, Bwana Yesu asifiwe, unahitaji nini? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kuwa alikuwa na tatizo, haleluya, alikuwa na ile shida yake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na ile dhiki yake. Bwana Yesu asifiwe, ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya kuona. Bwana Yesu asifiwe. Naye akatamani kuona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe mpendwa, mpenzi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe, kaa katika hilo tamanio. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini unahitaji katika maisha yako? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini unatamani katika maisha yako? Haleluya. Leo unaambiwa kwamba, Bwana Yesu asifiwe, maana Yesu Kristo amepita. Bwana Yesu asifiwe. Naye anapita hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kubali kuachilia moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ili lile jambo ambalo limeishi kukufinyilia. Bwana Yesu asifiwe. Kubali kumwambia Yesu Kristo, haleluya, kwamba akapate kuondoa. Bwana Yesu asifiwe. Naye akapate kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kaa katika kukesha. Haleluya. Maana tumefundishwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kaa katika kukesha. Bwana Yesu asifiwe. Omba wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nyenyekea wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya hilo jambo lako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumeambiwa kwamba, haleluya, usione mwenzako ameingia hapa, Bwana Yesu asifiwe, akawa ananyenyekea na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Akawa anachuchumia kwa Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Izakuwa kuna jambo analihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kunalo neno analihitaji katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ameshuka katika magoti. Bwana Yesu asifiwe. Ameshuka katika kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Ameshuka katika kulia. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna kitu anataka kiondolewe. Bwana Yesu asifiwe. Katika hayo maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dhiki imeishi katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Anataka iondolewe. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe pia iko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo shuka katika magoti. Bwana Yesu asifiwe. Omba. Bwana Yesu asifiwe. Nawe utapata kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu Kristo amekuja. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili ya hayo maisha yako. Bwana Yesu asifiwe.
ni kwa ajili ya hiyo shida yako. Bwana Yesu asifiwe. Na akapate kuiondoa, haleluya, akapate kuiondoa. Bwana Yesu asifiwe. Akapate kuiondolea mbali. Bwana Yesu asifiwe. Ni hiyo shida ulio nayo. Bwana Yesu asifiwe. Hilo jaribu ulio nalo. Bwana Yesu asifiwe. Ni hiyo dhiki ulio nayo, haleluya, ni hiyo shida ambayo inakufinyilia. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo maneno ambayo yameishi katika moyo wako, haleluya, basi Mungu anapita siku ya leo, haleluya, na amesema anakuja kuondoa. Bwana Yesu asifiwe. Basi wewe ukakae katika huo mpango, haleluya. Basi kaa katika huo unyenyekevu, haleluya. Kaa katika hayo maombi, haleluya, na uombe wakati wowote, haleluya. Paza sauti yako. Bwana Yesu asifiwe. Paza hiyo sauti yako, haleluya, maana umeitwa siku ya leo, haleluya, na umepata kuambiwa siku ya leo, haleluya. Kubali kupaza sauti yako, haleluya, kama vile yule kipofu alivyopaza, haleluya, akasema Yesu Mnazareti. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kuona, haleluya, mimi nataka kuona, haleluya. Na wewe siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe, kunayo jambo unahitaji, haleluya, kunayo kitu unahitaji, haleluya. Kubali kupaza sauti yako, haleluya. Kama ni kifungo cha mapepo, haleluya, basi kikapate kuondolewa, haleluya. Kama kunayo dhiki ya kifamilia, haleluya, ikapate kuondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Basi kubali wewe mwenyewe, haleluya, ukubali kupaza hiyo sauti, haleluya. Maana Yesu amekuja kwa ajili yako, haleluya. Amekuja ni kwa ajili yangu, haleluya. Nami nikakae kupaza sauti, haleluya. Nikakae na kunyenyekea, haleluya. Nikapate na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Naye atapata kutenda, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, mpenzi wa Mungu, haleluya, kubali tu kupaza sauti, haleluya. Maana hilo ndio lilo nalo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana hilo jambo ndilo liloachiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kubali kuomba, haleluya. Kama umeikuta ni kwa ajili ya kuomba, haleluya, ni kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya jambo lako leo. Bwana Yesu asifiwe. Basi omba. Bwana Yesu asifiwe. Paza hiyo sauti, haleluya. Paza hiyo sauti. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu mwenyewe akapate kuiondoa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye ndio ambaye amewaita. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye kama ndiye anayepita. Bwana Yesu asifiwe. Kubali na wewe kunyosha mkono wako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kunao watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Kubali kunyosha mkono wako. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ambavyo yule mtumishi, Bwana Yesu asifiwe, ambaye ni Zakayo, Bwana Yesu asifiwe, vile alivyoona, Bwana Yesu asifiwe, kwamba mimi ninahitaji kumuona Yesu. Haleluya. Ninahitaji kumuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu alikuwa hapo katika kundi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa katika lile kundi kubwa, Bwana Yesu asifiwe, lakini kunacho kitu alikuwa Zakayo anakihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Akasema nataka nimuone huyo Yesu. Apata kusema, Bwana Yesu asifiwe, nitaenda kupanda katika ule mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Nikipanda pale, haleluya, hata kama watakuwa wengi kiasi gani, Bwana Yesu asifiwe, lakini nitakapokuwa pale juu, Bwana Yesu asifiwe, basi nitamuona yule Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika hilo jambo lako, haleluya, kubali kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Omba katika kila neno. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu